Bana, malegendari ambao wamebaki Bongo na wametengeneza historia kubwa kwenye muziki wa Bongo Flava. Mojawapo ni Afande Sele pamoja na wengine kina Professor Jize. Sasa hivi Afande Sele ametulia sana kwenye muziki, ametulia kidogo. Na hisi sasa hivi anajishirikisha sana kwenye mambo ya siasa. Kama sikosei, yupo kwenye siasa. Tunakumbuka kulikuwa na varangati la kutoka Chadema kwenda CCM. Alitoka Chadema akaenda CCM, akaenda ACT, nikaenda ACT. Baadaye nikaenda CCM. Natoka Chadema nikaenda ACT Wazalendo. Baadaye nikaingia Chama cha Mapinduzi ambacho nadhani ndio nimekita nanga, nimefika kwa sababu siku zote mimi naamini siasa ni agenda. Okay. Siasa ni agenda. Sio fashion ya nguo labda za chama, rangi za chama au nembo ya chama au viongozi pale kwenye chama fulani, bali siasa ni agenda iliyopo. Sababu lengo kubwa katika vyote ni sana kusema kwamba vyama vya siasa vyote, wanasiasa wote ni kama watu ambao wanagombania vitu, lakini hatima yake ni kujenga nyumba moja Tanzania. Kwa naamini kabisa kwamba ni siasa ni agenda, na agenda maana yake ni ile kitu kilicho bora kwa ajili ya mustakabali mwema wa nchi yetu kwa siku za mbele. Kwa nafikiri kwenye kuhamahama kote huko ni kuifuata agenda tu ambao madhumuni yake ni kupeleka nchi pale inapotakiwa kuwa. Ndio maana nashangaa nilikuwa Chadema, nikaona agenda imenikimbia, nikaenda ACT, nikaona agenda pia imetoroka. Maana nikashangaa agenda imerudi chama tawala kutokana na mabadiliko yaliyofanyika, kwa maana uchaguzi ulipokuja tukampata kiongozi mpya wa nchi ambaye kimsingi akaiba agenda za wapinzani, akachukua agenda za wapinzani akazifanyia kazi. Kwa mfano sisi kama kipindi chetu cha ACT Wazalendo, nakumbuka hata ilani yetu ya chama tulimkabidhi siku ambayo anaapishwa Mheshimiwa Rais Magufuli. Kwa hiyo nikaja kuona kwamba baadaye, sababu nilikuwa neutral, nilikuwa sitaki chama baada ya kutoka ACT. Lakini baada ya kumpa ule mzee wetu Magufuli ilani ya chama cha ACT Wazalendo na namna alivyokuwa anafanya matendo yake siku zinapozidi kwenda, nikagundua kumbe agenda yote ya upinzani kaichukua yeye. Sasa mimi sina haja ya kuendelea kubaki huku ikiwa agenda imehama na siasa ni agenda, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo unaweza kuona kwamba tulikuwa tunayazungumza enzio kwenye majukwaa ya upinzani kwamba bwana, tunataka nchi iwe hivi, imekuwa hivi, mambo haya yafai, sijui ufisadi wa kutisha serikalini, sijui vyeti feki, sijui mishahara hewa, sijui masuala kama si kusafirisha ndege, si tuingia kwenye ndege, si shirika la ndege limekufa, si railway hakuna, mambo kibao. Kwa nashangaa jamaa kama amechukua anafanyia kazi, na kwa mtu muelewa kama mimi naamini kwamba kuna mambo mawili. Kwanza kabisa kuwa na dhamira, afu baada ya dhamira ndio utekelezaji unafuatia. Kwa hiyo kikubwa niliona kwamba ni mzee kaja na dhamira. Kwa hiyo sikuwa na haja ya kusubiri kuona nini kitachofuatia mbele, kwa sababu kama ana dhamira maana kinachofuatia ni utekelezaji. Na utekelezaji hauwezi kuwa leo na kesho kukamilika. Kwa maana pia wanasema hata Mungu ambaye tunaamini muumba vitu vyote, lakini bado Mungu dunia aliumba kwa siku 7. Wakati yeye ni Mungu angeweza kusema dunia kuwa na leo ikawa, lakini alisubiri siku 7 ili dunia iwe kamili. Na wahenga wanasema hata Roma ambao ni ujenzi mkubwa katika historia ya dunia haukujengwa siku moja. Kwa nadhani agenda alibeba, nia na dhamira akawa nayo, kwa utekelezaji unaendelea taratibu kwa sababu muda bado tunao. Ndicho kilichonileta kwenye chama tawala, ni agenda. Okay, huyo ndo Afande Sele, King wa Morogoro au Simba wa Morogoro. Bana, niti Alje Pablito Escobar, ukiona tabu sana maliza na Elmando. Elmando ndio jina ambalo nahisi linakufaa sana. Tuko na bwana Afande Sele. Hapo kwanza umiliki wangu wewe, kwanza umenitajia wa Argentina tu kwa kwa maana mzuka wako upo Argentina, lakini pia na support Argentina kwa sababu pia ndio kulipotokea mtu unayempenda sana wakati mwingine, Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Unamtaja Maradona hapo unamtaja Escobar, Pablito kutoka Colombia huko, lakini mimi namsema kuna mtu anaitwa Ernesto Che Guevara. Okay, sasa mimi namaliza na Pablito Escobar, maliza na Elmando. Elmando Che Guevara. Safi sana mzee wangu. Sasa hivi mzee wetu mzee wa Pande. Uko kwenye siasa, umetulia kidogo kwenye mambo ya muziki. Hatuoni sasa makeke, lakini tukiangalia mheshimiwa Professor J yuko ni mbunge wa wanyama na binadamu ni kumi, lakini bado pia anajihusisha kwenye mambo ya music, anafanya muziki, anafanya burudani. Hivi ni mwanasiasa. Wewe bado hujaingia kikamilifu kwenye siasa, labda kuwa mbunge, kuwa nani, lakini kuna majukumu kama yale ya serikali, lakini umestaki kidogo kwenye muziki. Tatizo nini? Kwanza nataka niseme kitu kimoja. Kuwa kwenye siasa na jambo lingine, na kuwa na majukumu jambo lingine. Hasa majukumu kama ya mbunge, niwe mkweli tu kwamba majukumu ya mbunge ni majukumu mepesi miongoni mwa majukumu ya kisiasa ambayo yapo katika nchi. Kwa sababu unajua kuna mbunge, lakini ndani katika jimbo
kuna mkuu wa wilaya pale, kuna makatibu tarafa, kuna madiwani, kuna wenye vitu wa halmashauri, kuna mamea na mbunge naye yupo. Kwa hiyo ni majukumu ambayo yanafanywa na wengi. Kama ni barabara, ujenzi wa barabara, watu mlaumu mbunge peke yake. Serikali pia inafanya hivyo, mamlaka nyingine zinafanya hivyo. Kwa hiyo ukienda sasa kwenye mambo ya madawa, sasa hospitalini kuna mashirika ya kujitolea yanafanya hivyo, yanasaidia mambo kama hayo. Serikali yenyewe inafanya. Kwa hiyo mbunge sana kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu akaendelea kufanya muziki na huko akiwa mbunge, kwa aina ya muziki wetu mimi na Jay, muziki wetu umeegemea sana kwenye fikra, kwenye akili, kwenye ubongo. Kwa hiyo unapokuwa na income kidogo nzuri, inasaidia kuwa na utulivu wa kiakili. Utulivu wa kiakili huo unamfanya mtu aweze kutulia, kutunga na vitu kama hivyo. Kwa sababu mimi sina majukumu ya kisiasa, lakini nipo katika siasa ambayo kama huna majukumu manake pia huna kipato, huna majukumu manake pia huna income. Hasa katika hali kama hiyo, kuweza kutuliza akili kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba cha kuweza kutunga nyimbo kama ilivyokuwa zamani ambazo zitaendelea kudumisha heshima yangu. Kwa sababu kwanza kabisa mimi katika muziki sikufikiria sana kupata utajiri na pesa. Nataka nilinde heshima ambayo ninayo kupitia mashairi yangu. Hata mashairi yale yanahitaji muda, na muda ambao hauna stress za mambo mengine ya kimaisha. Kama unaona sasa hivi umekuja hapa, nimetoka huko ndani Sweke kuhangaika kuhusu namna kupata mkate wa sikukuu wa watoto, mambo kama hayo. Hali ambayo mtu kama Jay haimkuti. Yeye akatakaa bungeni, akiongea, asipoongea anapata posho, mwisho wa mwezi anachukua milioni 12. Kwa ufahamu wa bunge wetu, bila kujali vyama vyao, ndio wanaopokea mshahara haramu na posho haramu, yani kwamba wanajilipa katika hali ya kufuru. Kwa mtu kama huyo, akili yake inaweza ikatulia, akafikiria kufanya muziki na mambo mengine mengi, kwa sababu kila kitu msingi mkubwa ni uchumi. Kwa income wanayo, uchumi wanao. Kwa nadhani ndio maana anaweza akatulia akafanya muziki. Lakini mtu kama mimi kidogo tofauti, kwa sababu kidogo sipo katika majukumu, kwenye siasa sikufanikiwa, niligombania ubunge. Kwa hiyo lakini maisha yako vile vile, muziki kidogo niko nje, kwa sababu ndio hiyo nilikwambia kwamba muda wa kutuliza ile akili yangu iliyopo, ambao mimi muziki wangu nataka nisome vitabu kwa muda mrefu, nifanye tafiti ili niweze kutunga nyimbo moja. Sio kama vile mtu mwingine ambaye akaamua tu akaenda studio akafikia nyimbo yake akatunga tu akatoa akachekelesha watu, lakini nitakiwa nifanye utafiti, nifanye vitu vingi ili niweze kutunga nyimbo moja. Kwa hiyo hali kama hiyo inaondolewa na mazingira tu ya utulivu ule, ambao utulivu wenyewe unasababisha kwamba lazima nihangaike nitengeneze uchumi wa familia ili mambo mengine yafuatie. Sasa muda huo unakuta unashindwa kuwa na ubongo uliotulia kutunga nyimbo kama zamani. Kama nakumbuka zamani kulikuwa na mama watoto wangu, Mama Tunda alikuwa nyumbani, kulikuwa niko na familia yangu pamoja, naweza kutunga nyimbo kwa utulivu. Lakini baadaye kwa sababu mwenyewe wife ndo vile akawa Mwenyezi Mungu kampenda zaidi na watoto wangu, lakini kama itoshi nikaingia kwenye siasa kujaribu kugombea, sikufanikiwa kama wenzangu, kwa malengo yangu ya kutimia. Hayo yote yanachanganya akili yangu, kwa nakuwa na muda mwingi unakuwa uko stress, akili haijatulia, ule utulivu ule wa kawaida unaukosa. Kwa matokeo yake ni kwamba hali inakuwa hivyo, kama unavyoona kwamba muda wa utulivu sina. Lakini kama utapata muda wa utulivu, muziki sio kandanda bwana, wala sio mchezo mwingine wa kutumia nguvu kwamba eti ukishakuwa na umri fulani basi huwezi kufanya. Muziki ni mchezo, wakati wote unafanya, unatakiwa utulivu wa akili. Kwa naamini wakati ukifika, tukitulia tutafanya muziki, wala haina shida hiyo hapo. Au ni maoni yako kuhusiana na muziki. Lakini pia umejipangaje sasa kwa 2020 kuhusiana na mambo ya siasa? Hiyo 2015 ndio ilitokea so bahati yako. Ya kama tunaweza kusema so bahati yako. Lakini 2020 hii hapa inakuja. Wakati tu na sasa hivi umeweza kujipangaje kwa ajili ya kuchukua hatamu sasa? Labda nizidi kufunguka kitu kimoja, kwamba hata nilipokuwa kule Chadema nilikuwa ACT, mimi sikuwa kule eti kwa sababu nataka nishinde siasa ndio na cheo fulani na mimi nipate mkate wangu kupitia iko cheo. Hapana. Sababu kubwa zimepeka kwenye siasa mimi mpaka kuingia kwenye upinzani zipo hata kwenye muziki wangu. Ukisikiliza toka zamani muziki wangu umeegemea kwenye masuala ya kuzungumzia uchumi, matatizo ya kiuchumi ya nchi, matatizo ya kijamii, elimu, siasa na mambo mengine mengi ambayo katika nchi yanaonekana kama vile kupooza, kama hayapewi kipaumbele, mambo ya msingi, huduma za kijamii. Kwa hayo waliniingiza kwenye muziki, nikawa naimba mambo hayo. Lakini kama itoshi, niliona kama mashairi yetu hayaeleweki, watawala hawayasikii kwa amzi zilizopita, ndio nikaona basi dawa yake nini, bwana niingie front kwenye siasa ili nikayaseme haya kwamba nchi bwana haiendi kwa sababu hii na hii na hii na hii, kama nilivyokuwa nafanya kwenye muziki. Lakini sasa kipindi kama hiki ambacho cha kusubiri kwenda 2020, tumeona kwamba kuanzia 2015 tulipopata serikali mpya kwa mzee wetu Magufuli, kwamba zile ajenda kale nimesema kazichukua, watu ni kwamba anazifanyia kazi, naziona. Na mimi kama mtu mwenye hekima na ustaarabu naamini kwamba
hawezi kufanikisha yote kwa siku moja, lakini tayari dhamira imeonekana kwamba kama reli inajengwa, kama ndege zimenunuliwa, barabara zinajengwa, shule elimu inatoka bure, hospitali zinajengwa, kila kitu kinafanyika kwa wakati, nidhamu serikalini imerudi, ufisadi umekuwa ni kitu cha kuogopa, hata polisi leo wana heshima katika kwa raia. Mbona hata mahakamani leo kuna heshima. Hata kama hatujafikia 100% kama tumedhibiti kila kitu, lakini angalau dalili zinaonekana kama kuna heshima fulani ipo ndani ya serikali, ipo ndani ya nchi, kwamba tumekuwa sio taifa la kambale kama zamani. Taifa ambalo mtu mdogo tunamkanyaga mguu pale Sinza, analewa na kwamba unajua mimi nani, na ukimzingua na kupiga makofi, ukaenda polisi unawekwa ndani wewe. Hayo mambo yote sasa hivi hakuna, kama ni nchi ambayo inajulikana baba ni nani katika nchi na nani ni nani. Sio kama zamani kwamba taifa kama kambale kila mtu ana mandevu. Hiyo hali haipo. Kwa hiyo katika mazingira hayo nimeona kwamba kwa sababu nia yangu pia haikuwa nipate shio kwenye siasa, na kwa sababu kishapatikana mtu ambaye anafanya yale ambayo mimi nilikuwa nategemea kwamba atakuja kufanyika, namshukuru Mungu kwamba 2020 inategemea na chama changu. Kama kikisema bwana Sele, tumeona wewe unafaa kufanya kitu fulani, nitafanya kwa namna hiyo. Lakini mimi kama mimi sina dhamira ya kusema nataka nigombane chochote, kwa sababu tayari yale ambayo nilikuwa nayataka yanafanyika. Nilichobaki mimi natumia fursa zilizopo, kwa sababu ni nyingi, kupitia utawala sahihi uliopo, ili nifanye mambo yangu madogo madogo. Kama unaona kwamba nakwenda huku nakwenda kule, ili mradi kwamba sivunji sheria za nchi, sipigi dili za ovyo ovyo za uongo, nafanya vitu halali, napata riziki yangu, na kwa sababu serikali iko vizuri, naamini kwamba kitu kitafanikiwa huko siku za baadaye. Kwa siasa sio malengo yangu kwa sasa hivi. Sawa. Hapo umeeleza vizuri kwenye siasa. Hata watu ambao walikuwa naamini Afande Sela na mipango yake kwenye siasa tayari wamepata mwanga kwamba bwana mzee Simba wa Morogoro ana malengo fulani kwa mambo ya siasa. Nataka kulima, nataka kufuga. Mambo mazuri hapo tunayaona, kwa nini tukatae? Kwa nini tuanze kubanana? Alafu na mimi kitu kingine nataka niwaambie nyewe, mfikishe ujumbe. Natamani kuona kitu kinakuwa kama ni mada mjadala wa kitaifa. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kujifanyisha au kujificha alafu unajitafuta wewe mwenyewe. Yaani unajificha mwenyewe alafu unajitafuta mwenyewe. Au unajitekenya mwenyewe alafu unacheka mwenyewe. Huo ni upumbavu sana. Unajifinya mwenyewe unalia mwenyewe. Unalia mwenyewe. Sasa hii nchi ina mambo kama hayo. Kwa mfano nikwambie kitu kimoja. Wewe na mimi, haijalishi wewe uko chama gani au kundi gani au upande gani au mrengo gani au rangi gani. Je, tukitazama kwa umakini kabisa na kwa jicho la kawaida, iwe kwa hiari, iwe kwa ubabe, iwe kwa lazima, iwe kwa ujanja, iwe vyovyote vile, 2020 kwenye nafasi ya urais, ni nani anaweza kumshinda Magufuli au ni chama gani anaweza kumshinda Magufuli? Kwa kweli, iwe kwa kupenda au kutokupenda. Sasa katika hali kama hiyo, mjadala nataka jambo liwe moja. Kama ni hivyo, ni kwa nini tunasubiri 2020 kufanya uchaguzi kwenye nafasi ya urais? Unaona shauri. Nachojua mimi ni kwamba nafasi ya urais, uchaguzi wa nafasi ya urais, gharama yake ni kubwa mno. Yule bwana kupata kutoka maka ni hela kwa kodi zile kutoka kwenye tume ya uchaguzi, wanatoa zile hela, vyama vya siasa vinachukua, vinaanza kupambana kuhusu mambo kutafuta nafasi za ugombea, kama ni ruzuku, kama ni nini, madiwani, si wabunge wanapita huko. Kwa hiyo nafasi ya urais ni wazi kwamba chama lazima kitenge bajeti kubwa, na kutokana na chama kama CCM ambacho kina ruzuku nyingi, kwa hiyo pia serikali kupitia tume ya uchaguzi inapeleka kodi kubwa ya wananchi kwa ajili ya huyu mtu atembee kutafuta urais ambao tayari tunajua kwamba lazima aupate. Kwa tunafanya maigizo. Matokeo yake tunatumia gharama kubwa ambayo tungeweza kwenda kutengeneza barabara zetu yule. Nipiga huo ni yule. Tunafanya maigizo ya kijinga. Kwa ningependa wakati fulani tuvue joho la unafu. Kama jamani, wewe uwe nani? Ukweli ni kama Magufuli atashinda. Kutokana na demokrasia ya Afrika ilivyo na mazingira ya nchi yetu yalivyo, tulie, tunyamaze, tucheke, hawa jamaa lazima watashinda. Kwa sababu kama wale ambao walimtangulia Magufuli hawakuwa wanafanya vizuri sana kwenye mambo mengi kama Magufuli, lakini waliweza kushinda kwa awamu zote mbili, ndani ya chama na ndani ya nchi. Uchaguzi mkuu wa nchi walishinda. Je, itakuwaje Magufuli ambaye kimsingi kwanza kabisa anafanya vizuri kama vizuri inavyoonekana vizuri kweli, lakini pia upinzani wenyewe kautuliza kivyo vyote, kiliari kilazima kautuliza ili ajenge nchi. Kwa upinzani kwanza umepoteza ajenda, lakini pia umepoteza nguvu ile ya kawaida ya kuwashawishi watu, kwa sababu ajenda zao zimeshachukuliwa. Kwa kivyo vyote lazima ujamaa atashinda. Kwa tukubali kama jamaa kwa sababu atashinda, basi tusimame 2020 tafute wagombea wa wabunge na madiwani. Mbona nchi nyingi zinafanya hivyo? Hata China wamepitisha hiyo hali. Ule upande wa rais bwana Magufuli, kwanza tulia, utunze afya yako, kwa sababu of course unaweza kutembea kwenye kampeni za kuchosha mzee wetu. Tulia, subiri ubunge ufanyike, wewe uendelee kushika jahazi lako, tunajua utashinda. Sasa mwisho wa siku itakuwaje? Baada ya miaka 10 katiba inajieleza kwamba atamaliza muda wake, atakaa pembeni kama wananchi watakubali,
kwamba bwana mzee imetosha, atakaa pembeni. Kinyume na hapo, wananchi wakiamua wafanye kama China, Xi Jinping, sababu hata wa China marais wao miaka ya nyuma yote hawakuwahi kuwaambia bwana endelea, lakini amekuja kipindi cha Xi Jinping wameona kwamba ujamaa ana ajenda za nchi kazishika, mzalendo wa kweli. Wachina wameamua, sababu wapo katika competition kubwa na mataifa kama Marekani ambao wanataka kupoa uchumi wa dunia wote uwe kwao. Wachina wanaona kapatikana Xi Jinping ambaye ndio kiboko ya watu, wakaona yeye haina haja ya kumtoa huyo mtu. Wamepitisha kwenye kipengele cha sheria kwamba Xi Jinping watafanya uchaguzi wa wabunge na madiwani, lakini rais hawafanyi mpaka ujamaa apitisha kipindi chake cha hiki cha miaka 10, wanamuongeza mingine 5. Baada ya hapo ataondoka. Akiondoka, atakayekuja atakutana na utaratibu ule uliozoeleka kwamba 5 uchaguzi, 5 uchaguzi. Kwa hiyo Tanzania ilikuwa ni nafasi ya pekee, kwa sababu watu wa aina ya Magufuli kuwapata sio rahisi. Mnaweza mkatoka mkasema leo hii tunafanya uchaguzi, kwanza ni maigizo, matumia za kijinga bila sababu. Baada hapo anashinda yule anarudi pale anafanya yale. Kwa hiyo msingi kusema hivyo 2020 bwana, bwana mzee wewe endelea na mambo yako. Sisi tunafaa tunachagua wabunge na madiwani. Hiyo hela bwana neki ni shilingi ngapi? Hiyo hela bwana neki. Neki ndio sababu bwana ipatikana bilioni 100 ngapi? Sasa sikiza hizo bilioni 100 ngapi hizo? Hospitali ya wilaya ya Kiteto au hospitali ya Giragairo au si ya Kintiku si wapi ina shida ya hivi na hivi, peleka. Watoto wa Kibondo hawana chaki, peleka. Kule Hai kwa kulisia kuna madawati, peleka. Siji Arusha, siji Manania kubebea watalii amekuwa kidogo, si peleka, ili ile hela ifanye masuala mengine ambayo ndio lengo la nchi, ni kujikwamua kiuchumi. Lengo la nchi sio kufanya uchaguzi. Uchaguzi sio fashion. Lengo la nchi ni kujikwamua kiuchumi. Sasa kama kunapatikana mtu ambaye anaweza kuwasaidia kiuchumi mkafikia hatua na hela ipo, uchaguzi ni nini? Hivi vitu vya demokrasia vimekuja na wazungu tu, kwa sababu hizi ni maigizo. Mzungu hawezi kupa kitu kikusaidia wewe Mwafrika. Ndio maana angalia alivyoondoka mkoloni. Atuache ndio kinakurudisha nyuma tu. Hata nikisema katika dhati ya moyo wangu, naweza kusema vitu kama dini vina amani, vinamarisisha amani. Lakini ukweli ni kwamba katika kitu kilichoua watu wengi duniani, kutenganisha mataifa mengi duniani, cha kwanza ni dini. Cha pili demokrasia. Yaani dini na demokrasia zimeua kuliko hata magonjwa kama malaria, kipindupindu, ukimwi, Ebola havijaua kama dini na demokrasia. Kwa hiyo siku zote yule mgeni mkoloni hawezi kukuletea kitu wewe ili kikusaidie. Sababu sisi hatujajielewa. Unataka uige Marekani ambaye ana rais wa 45, si 44 45, wewe una rais wa 5. Unataka leo ufaende kama Marekani, si wewe kama Marekani. Leo hii nikwambia barabara yetu hapa inajengwa. Kiwango cha lami inawekwa. Lakini kwa utamaduni wetu sisi hapa, kwa wazungu, ukisema lami hapa, kuna haja kuweka traffic wala bumps. Unaweka kibao pale mwanzo hapa barabara hii mpaka mwisho spidi 10. Na wenyewe watatembea spidi 10 hiyo. Lakini Bongo ukiandika spidi 10 pale wanapita tuna 120 hapa. Mpaka uweke bumps au uweke traffic ndio wanapunguza. Kwa maana hiyo sisi kuiga wale wenzetu walioendelea, sisi bado. Sisi ni sasa mtu ambaye kama wewe mdogo wangu mwanangu, una familia yako, watoto wako bado wanasoma. Mimi familia yangu watoto wangu washakuwa watu wazima. Huwezi kuiga kulea watoto wako kama mimi ninavolea wangu. Wako washamaliza chuo, wana makazi yao, wanaamua kwenda disco aende. Wakiamua kuolewa na kuoa waolewe, lakini kwa kweli sababu bado wanasoma, huwezi kuwaruhusu wawe na boyfriend au girlfriend katika umri wa kusoma. Huwezi kuwaruhusu kwenda disco. Kwa sisi ni kama bado watoto wadogo, tuna miaka 5, rais wa 5 huyo hapa, miaka 50 ya uhuru. Wenzetu wana miaka 1000 na ya uhuru, wana rais wa 40 ngapi? Unataka wote mimi ya demokrasia, nataka kama Uingereza, kama Marekani, niwe kama Marekani. Hauwezi, kwa sababu wewe hata ukiambiwa ujilee mwenyewe huwezi kujilea wewe. Umeona? Ndio maana hata serikalini unajiibia. Unajua sasa hii kodi inakusaidia wewe, lakini unaiba mfuko huu unaweka mfuko huu. Sasa hii kitu huwezi kuiga kila kitu kutoka kwao. Unabadilisha mifuko? Unaiba mfuko kushoto unaweka mfuko kulia. Sasa huo ni wenda wazimu kupita kiasi. Okay, sawa. Sawa mzee wangu. Okay, sawa. Tumemaliza kazi kwenye mambo ya siasa. Hapo hatuongezi neno. Sawa, hatuongezi neno. Lakini ndio lazima tumeze ukweli mchungu. Watu wameshauelewa ukweli ulivyo kwamba tusifanye chaguzi za maigizo wakati tunajua tunauliza kwamba mduku wa nyani uko hapa kati mkia tunauona. Sasa huo ni kwenda wazimu. Okay, sawa. Na hisi mmempata Pandesele. Pandesele ndo Simba Morogoro, ndo mkali wa Rhymes Bongo hapa, si ndio? Bwana Pande, tukiacha mambo ya siasa kidogo. Wewe ndo umekuwa baba. Wewe ndo baba mwenyewe, ndo mshauri mkubwa kwa vijana wetu au dogo, mbona kwa kwenye siasa tayari umeshakuwa mshauri kitu kikubwa sana. Kwenye muziki pia wewe ni mshauri. Tuzungumzie kidogo kwenye muziki wetu wa Bongo Flava. Bongo Flava nikimaanisha hip hop, R&B jumla, ambapo napo pia kuna jambo moja ambalo nafikiri naliweka vizuri. Bongo Flava inajumuisha muziki ya aina zote, kwamba mtu anayeimba kwa mtindo wa zuku, si wa taarabu. Ngoja kupa kitu kimoja. Kipindi fulani zamani
zamani kidogo kati game ndio inachangamka hivi. Maneno bongo flavor limeshashika hatamu. Kuna watu wakawa tabia kusema mimi sio bongo flavor, mimi hip hop bwana. Mimi hip hop. Hao walishatukwamisha sehemu moja, alikuja mzungu Mfaransa akawa amependa namna tunavyorapu mtazamo zile si kila Zirunda Kamanda si maji ya shingo kina Jewe na vorapu akapenda ile lafuzi yetu na ile flavor make flavor ile ladha kama ile tunarap kwa Kiswahili akapenda. Akaenda Ufaransa akaandaa budget akajua kuna watu wa nadhani prime time kipindi kile wanadili na mambo haya akaanza nataka nyimbo za bongo flavor 10 natuma na hela wala akasema bongo flavor haina noma. Wakasema sasa kina Fandeseli hao wanafanya hip hop bwana. Sio bongo flavor. Kwa sababu tukaweka hapa nyimbo za kina Star Thomas zile Suku, Mr Nice sisi na nini. Sisi tukabwagika kwa sababu tunaonekana tunafanya hip hop sio bongo flavor. Mzungu anapeleka sasa nataka zile za rap zile ndio nataka mimi bongo flavor. Kwa nakuta kama kumbe ile naomba kujifanya mimi ni hip hop. Unaua muziki, unaua fursa ambazo unatakiwa uzipate kupitia ile neno bongo flavor ambalo limeshautanua muziki mbele duniani. Kwa hiyo wanatakiwa wasanii kwanza ushauri wa kwanza hao wanao rap wasijitenganishe kwenye neno bongo flavor. Bongo flavor ndio inabeba kila kitu. Hiyo mambo mengine si rap, si hip hop, kwanza ni utamaduni. Mtu anaweza hata aimbe kile kana anaishi hip hop. Kwa hiyo sio kama hip hop ndio kurap nyimbo ngumu ambazo hazipendwi na mademu eti ndio hip hop. Huo nao ni uzwazo. Okay, huo ndio uzwazo. Okay, sawa Fandeseli. Mkali wa Rhymes mimi nakuita hivi. Fandeseli maana wengi wamezoea. Sasa hivi muziki wetu wa bongo flavor nikimaanisha hip hop au R&B yote aina yote ya muziki ni tofauti sana na muziki ya zamani. Sana hata kuangalia marapa wa kibongo huwezi kuwalinganisha na mtu kama King Fandeseli, huwezi kulinganisha na mtu kama Prosa J, Feruzi na watu kama Mtazbab. Sisi tunakwama wapi? Ali mimi nadhani hamkwami popote isipokuwa kila zama na kitabu chake. Kama kipindi hiki barabara hii inachongwa, unaona malori matingatinga yanachonga hapa haturuhusiwi kupita na gari ndogo kama aina taxi hizi haziruhusiwi zinanasa. Sasa barabara ni mbovu. Bila matingatinga matrekta hapa yanapita. Hebu ndo kazi yako rekebisha barabara ili baadaye ije kwa fresh. Ikishachongwa vizuri ikawa na lami, tingatinga linaambiwa likipita linaharibu. Haliruhusiwi kupita tena. Kwa hiyo ndo muziki ulipofika sasa kwamba sisi tulikuwa ni matingatinga tumetengeneza muziki wa bongo flavor, tunauchonga, tunauelekeza na tunatakiwa upatie. Lakini leo hii muziki umesimama, kwa hiyo ili tingatinga lipite lazima lijibadilishe kwenda kama gari ndogo. Kwa maana kama unatumia matairi ya nyororo, uweke matairi ya mpira wa kawaida na upite kama wengine. Ukiangalia matairi yako ya nyororo kuimba kizamani sina nini, maana yake utakuwa usiwe barabara lami tena. Ndio maana shaka kuna wasanii wa Kongo ambao wana rekodi zinaishia kutupwa kapuni. Hawaonewi wala nini, wala hawanyanyasiki. Isipokuwa wanakomaa kuendelea kuwa na matairi ya minyororo wakati dunia sasa hivi inataka barabara ishakuwa mpya inataka lami. Traffic hizi kuruhusu pita na minyororo yako, utaharibu ile lami. Kwa hiyo nadhani niliopo ni jambo la wakati. Kwamba zamani ilitulazimisha sisi kufikiri sana kwa sababu watu wakasema muziki wa kurapu ni uhuni pumbavu. Watu ukianza kurapu nyumbani unafukuzwa. Unaonekana wewe umeshapotea, shule tena hutaki, ufai. Lakini leo msasa muziki ulikuwa hauna hela zamani. Unaonekana tu ni kitu cha kujifurahisha. Kwa hiyo mzazi asikubali wewe ufanye kitu ambacho kitakuhusisha mbeleni. Lakini leo muziki una hela, ni ajira, watu wamekuwa matajiri, kwa hiyo hakuna mzazi ambaye hasapoti game, wote wanasapoti. Sasa katika mazingira kama hayo, msanii hahitaji kuumiza kichwa sana ili atoe wimbo usimame. Sababu kumbuka zamani kulikuwa hata video hakuna. Lazima umlishe mtu maneno akuelewe. Kwa hiyo ilikuwa lazima uandike vitu vya msingi ili mtu asikilize mpaka akubali. Leo hii mtu anaweza akaandika vitu vya kijinga lakini akafanya video nzuri. Juzi unaona kuna video moja mtu anaanguka tu hata tuelewe lugha yenyewe inaimba nini. Lakini zile mtu anaanguka chini anaanguka chini huko anaanguka huko ikashika. Angetoa audio jamaa wale asingeshika, ile alifanya video ikashika. Na ziko nyimbo zingine nyingi za kila aina hapa Bongo. Ukisikiza message yake kwenye redio unasema huu pumbavu gani? Ile kuja kuona video zake sometimes mashallah unaangalia wadada wamevaa vile wamejiachia kidogo, basi yule mtu tu nyimbo imevuma imependwa na mambo mengine yanaendelea, kwa sababu ndio wakati wao wamefikia huko kwamba wanatumia treza wanapita kwenye lami tingatinga. Nyinyi kina Fandeseli na matairi yenu ya chuma kaeni kando, kwa wakati tu watateni tope. Sawa, tunatateni tope mtapita nyinyi huko kwenye matope mtapita. Ndio njia zetu hizo yani. Siku tukikwama kama taifa wakisema hapa tumekwama, sisi tutakuja kuimba, lakini sasa hivi tunaimba nini bwana? Tunapita kwenye lami tunapita tunakanyaga tunajenga upya ndio zetu yani. Sisi tuko kama wanajeshi wa akiba sasa, kama mgambo sasa. Wanajeshi wa akiba mtapita na mtajenga tena. Ndio zetu sisi batikatinga bwana. Mimi kwa ninavyokujua wana Fandeseli Simba wa Morogoro. Mimi sisemi kwa nini unatumia Simba Morogoro? Wewe ni mfalme bwana wa Rhymes Bongo. Simba ingekuwa ile Simba Simba ya Tanzania. Kwa ikawa Simba wa Morogoro.
Of course naamini wadogo zangu Wasafi ndio walifanya hicho kitu kwa Simba wa Morogoro, sababu walijaribu kuniheshimisha mimi na kule ninapotokea, kwamba Morogoro kuna Simba, kwamba Simba wapo, ni kwamba Diamond alishachukua nembo ya Lion, ni kijana anafaa vizuri, akajiona na nguvu za Simba na kweli ana nguvu za Simba, akaamua ajitoa Simba anazeeka, Simba mzee, akaja Simba mwingine ambaye ni yeye. Kwa ili kusababisha kuonekana kuna Simba tofauti, lakini Tanzania ina Simba, ila kuna Simba wa Ruaha, ila ni Simba tu. Kuna Simba wa Mikumi, Simba wa Serengeti. Kwa hiyo yeye akaamua ila ni Simba. Ila kwa sasa hivi kuna Simba wa Morogoro, ndio maana akanitambulisha hivyo. Lakini anafahamu mimi ni Simba mkubwa wa dunia nzima, unajua na yeye ni Simba wa Tanzania na dunia nzima, lakini anabaki kuwa ni Simba wa Tandale, namtania hivyo. Na mimi unanitania Simba wa Morogoro, sisi wote ni Simba. Okay, ni wote ni Simba. Okay, bwana Afande. Kuna moja ya comment ambayo nilikuta sehemu ya kwako ukiongea ilikuwa ni kuhusu mmea wetu ile. Marijuana. Mjani. Upo kwenye siasa. Ndio. Upo kwenye siasa, umeingia kwenye siasa sasa hivi. Na tayari watu unakuwa kama role model sasa. Kwenye siasa. Watu wakuangalia wewe unafanya nini kwenye siasa ili wakuige. Umefanya vitu vikubwa kwenye muziki, watu wakakuiga. Kama ukatumia jina lako Simba. Sasa kwenye siasa pia unataka kufanya kitu watu wakuige pia kwenye siasa. Je, unahisi kuchukua kombe kuhusiana na bangi ni kitu sahihi? Ni sahihi sana. Mimi nasemaje, nimekwambia najitenga na unafiki kwenye maisha yangu yote. Hata nilikuwa nasema kwenye muziki wangu umegemea kwenye ukweli. Swala la bangi sijalizungumza bla bla tu. Ni swala ambalo nimelifanyia research, nimelifuatilia katika nyanja tofauti, katika maeneo tofauti, kwamba bangi ni nini, inamchukuliaje mtu anapoitumia na madhara yake yakoje kwenye jamii. Sio kwamba haina madhara, kwa sababu nikwambia kitu kimoja, kila kitu kina madhara. Kila kitu kina madhara mpaka ukila maharage, ukishiba sana asubuhi yake utaona unavimbiwa, ni madhara. Nao ni sumu. Ugali, kila kitu kina madhara, lakini kila jambo lifanye kwa kiasi, na hasa kama linakukubali. Mimi ninaye shemeji yangu mmoja Bitamu, ni toka amezaliwa kwa mdogo mpaka sasa hivi amemaliza chuo, anafanya kazi, akitumia chochote ambacho kina ngano ndani anavimba mwili mzima, hafai. Kesho unamkataa, unamkimbia, hata unaona utaki, kwa sababu ana allergy na ngano. Lakini ngano ni chakula kikubwa, ni bora, dunia nzima inakitumia kwa kiasi kikubwa, kwake yeye haitaki. Kwa hata ganja, bangi iko hivyo. Kuna watu ambao wakitumia haiwataki, kama pombe. Mwingine akinywa pombe sasa anakuwa kichaa, umeona. Mwingine pombe akinywa pombe anakuwa mtu smart kama kawaida. Kwa hata ganja kuna mtu ambaye akitumia anakuwa mwenda wazimu. Kwa sababu binafsi nishawahi kutumia konyagi siku moja kwa kila class GK hivi. Kulikuwa na tamasha la nane zaidi kati ya TMK Family na TMK Asili kipindi kile. Tamasha la nane zaidi kaweka Diamond Jubilee. Ni mimi ni siku ya kwanza bwana nilikunywa pombe ya konyagi, lakini nikavua bukta jikwani. Kwanza siku ile sijagusa konyagi tena. Nikasema kumbe mimi mambo yote niguse, lakini konyagi hainitaki. Lakini sijaye mimi kula mjani kwa jambo la namna hiyo, umeona. Lakini smart, lakini binadamu wengi wa Afrika wameaminishwa toka ukoloni kwamba ukiona mtu kufanya jambo la ajabu ujue ni bangi. Na mtu mwingine hata bangi haijui, hata kuona je kuiona. Ameelewa tu mambo yake kijinga, au pombe zake hazimtaki, hizo zibia zinamkataa, anavua nguo, anafanya vitu vya ajabu, anapiga atukana watu, lakini kwa sababu jamii imeambiwa kikubwa kinasababisha hivyo ni bangi, inaamini ni bangi. Kwa ile itikadi imewakaa watu, lakini mbaya zaidi tunapoteza fursa nyingi ambazo zingeweza kutumika kupitia hiyo bangi. Mara nyingi nazungumzia unafiki ambao si upendi. Kwa mfano nikwambie, juzi kati hapa alikuja mfalme wa Morocco, mtawala wa Morocco, mfalme pale. Alipokuja hapa mfalme wa Morocco, tukamuomba, bwana mfalme, samahani, sisi ni mtu maskini, Morocco nchi tajiri. Sisi nchi maskini, naomba tutengenezee uwanja wa mpira wa kisasa Dodoma. Na kuomba, tukampigia magoti mfalme akakubali. Lakini Morocco sehemu kubwa ya bajeti yake pia bangi inachangia. Yaani bangi ni moja ya zao la kibiashara la Morocco, nchi ya Kiislamu. Sasa sisi bangi yetu tunaivuna, tunaichoma moto. Tunaweka kwenye TV, tunaonekana mbwembwe, tunaichoma moto, sisi tunaifeka. Hapo wakati tunakwenda kuomba hela kwa muuza bangi. Kwa hii swala kusema bangi imekatazwa na vitu kama hivyo imekuja baada ya ukoloni. Kwa ile asili ya watu kutumia bangi inaweza kwa ajili mtu alime sana, kwa ajili ya dawa, sababu bangi pia ni dawa kubwa sana. Kwa mfano hata inatibu magonjwa ya sikio. Bangi ina ile mbichi inatwangwa ile maji yake sikioni, ndio sikio biashara mpaka ni haitorudia tena. Hata profesa atakuja Florida aweze kukusaidia kama ile bangi inakusaidia. Kwa ina mambo mengi, lakini pia hata madawa ya hospitalini mengi yanatengenezwa kupitia mmea wa bangi. Kwa mfano swala la dawa za kuongeza hamu ya kula, watu wanatumia sana bangi hospitalini, profesa wanatumia. Kwa tunaweza kuizalisha bangi kibiashara
tukapata hela ya bangi, tukatengeneza reli. Lakini pia kwenye matumizi, kuna matumizi, mfano kuna mtu ambaye anapewa dawa vidonge, anakunywa vidonge, mwingine anapewa dawa kwa njia ya maji vimiminika, kuna dawa nyingine kwa ajili ya kupaka. Lakini ipata bangi inaweza kuwa dawa kwa wengine ikawa kwa ajili ya kuivuta. Kwa hiyo naweza kana tunaitumia kama dawa lakini ni kwa njia ya kuvuta. Huwezi kulazimisha nifanye iwe kidonge. Napenda kuitumia kwa njia hiyo, ndio mimi. Sio lazima kunywa. Sio lazima uinywe. Kila mtu ana namna yake ya matumizi ya dawa. Mimi napenda kuitumia kama ya kuvuta. Navuta. Kwa sababu kila mtu ana namna yake ya maradhi. Umeona bwana? Kwa hiyo sidhani kama ili jambo ni la busara, kwa sababu sisi ni nchi ambayo tunataka namna yoyote tupate hela za kufanya mambo ya maendeleo. Okay, sawa. Kwa hiyo unaweza ukaambia watu bwana pia kuvuta kwenyewe. Sio kila mtu lazima avute. Kwa mfano leo kuna vitambulisho vya machinga hivi. Wanapewa vitambulisho vya machinga. Wanavinunua mwaka mzima 20,000 anakivaa shingoni. Kwa hiyo tunaweza kuambia sisi vitambulisho hivi ambao bwana jamani, sikizeni, serikali ina shida na hela. Na nyinyi mambo haya siku nyingi mnafanya kisiri siri, serikali haipati hela. Kwa hiyo hamna mambo ya siri. Sababu wewe tunakujua. Tunajificha, wewe tunakujua unakula vitu bwana Sele. Tunakujua. Kwa bwana Sele cha msingi bwana Sele kuanzia leo lipia hapa bwana kwa mwaka utatoa shilingi 100,000 bwana, ili wewe ukijisikia mambo yako uvute. Mbona kitabu chako kama unakivaa shingoni, unajitenga pembeni unakula vitu vyako. Umeona? Kwa vitu vinavyowezekana na serikali kaingiza pato lake. Iwe kwa kujificha iwe kwa uwazi. Tunaweza kutoa vitambulisho tukafanya vitu. Mbona wavuta sigara wenyewe sasa hivi wanaambiwa wajifiche? Na sigara ina madhara zaidi kuliko hata hiyo bangi. Sigara ukivuta ni wazi unakwenda kwenye kansa. Lakini imeruhusiwa, inalipa kodi. Pombe ndio kabisa, hata wanaolewa pombe wanapigana, wanafanya vitu vya ajabu, lakini kwa sababu inalipa kodi inaruhusiwa. Kwa propaganda za kukubali kwamba bangi ndio mbaya kuliko vitu vyote, tunajidanganya, kwa sababu yale mataifa ambayo tunayategemea kuanzia kwa kiakili, kwa elimu, kwa maendeleo, kwa ubabe yameweza kuruhusu. Tena wengine walikuwa tutawala sisi, akapiga sheria ya kukataza hapa kwetu, kwao yakaenda karuhusu. Kwa mfano Canada, Canada tunaiuza nini sisi Canada? Hata kijiti cha mdomoni tunaagiza kutoka China, kutengeneza hatuwezi, au tunazuia ganja. Wenzetu ambao wanatengeneza mpaka mainjini ya kwenda mbinguni kuangalia mbala mwezi nini, wanakula msuba kwa wanatengeneza vitu kama hivyo. Sisi huku tunakataa, mwisho siku hata kutengeneza kijiti cha mdomoni tunashindwa. Sasa michezo gani mwanangu? Unafiki ndio kitu ambacho nadhani katika nchi hii kitatugharimu sana unafiki. Sisi ni watu ambao tunajitekenya, tunacheka wenyewe. Ndio kosa letu. Kwa maana hiyo, labda ushawahi kukutana na mtu ambaye labda ana matatizo kavuta ganja alafu akawa sawa? Wapo wengi. Yuko mtu ambaye asipovuta hawezi kula, na asipokula anakuwa na stress, akili sikai sawa, kazi haiendi. Wako vijijini, wako mijini, wako bungeni, wako kwenye mawizara, wapo kwenye mashirika ya umma, wako watu namna hiyo wengi mashua ambao bila kula ganja tu asubuhi kazi siku nzima haziendi, kasizi kalewa, yani kama vile ndo kalewa. Akivuta anarudi katika hali yake kuwa normal. Ndio maana inaitwa dawa. Hata hii kuita ganja na makashifa mengine ni dhambi, kwa sababu ile ni mmea ambao of course unatoka shambani moja kwa moja unakuja kwa mtumiaji, haupiti kiwandani, hauongezewi chochote. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu aliumba kwa makusudi kiwe vile kilivyo. Kwa hiyo mwanadamu kuja kukizuia ni kumkufuru Mungu ambaye alisababisha kile kitu kiwepo. Mbona hajafanya kama tumbaku, labda ukitengenezwa kwa madawa mengi, siji kinaota sehemu fulani ya kioti. Ganja brother, hata uende Arabuni kuna mahali bangi inapandwa na inaota, iwe ndani ya nyumba au nje ya nyumba. Hata uende wapi ganja inapandwa inaota. Ndio ganja na mmea pekee ambao hauliwi na mdudu isipokuwa nyoka. Nyoka ambaye kimsingi ni mwerevu kuliko wanyama wengine wote. Ndio maana hata kwenye mataifa ya dini mwanadamu unaonekana ndio mjanja kuliko wanyama wote, lakini kadanganywa na nyoka. Sio, unaelewa? Kwamba nyoka ni mwerevu kuliko hata mwanadamu. Nyoka ni mtu hana miguu, anapanda mti, hana miguu, anawinda vitu vinavyoruka na mabawa, hana miguu, anaogelea kwenye maji. Kwa hiyo nyoka ni mwerevu, lakini ni ndio kiumbe pekee ambaye anakula mbegu za bangi. Okay, unaelewa. Umeitetea sana bangi. Na hii labda shauri wako, labda unaomba serikali iweze kuruhusu, kwa sababu utakuwa unaingiza kipato na watumiaji wanakuwa wanatibiwa yao. Kwa hiyo inawezekana likaruhusiwa katika mazingira maalum na watu maalum. Kwa mfano yuko mtu daktari bingwa genius ambaye hawezi kufanya kazi yake daktari mpaka avute ganja. Ile sometimes daktari kamwacha mgonjwa udini, anasema ngoja nikale kitu kimoja dakika moja nije nimshughulikie fresh operation ya figo hizi vitu gani, anakwenda nyuma ya mpaka sababu sio ruhusa, kwa bidii ajifiche, anakwenda docho nyuma ya hospitali na kula kitu, mara wazee wanatokea wanamkamata, wanampeleka ndani huko, mgonjwa ana danji kwa sababu tu mmempraza ile mchiza asivute hadharani. Ila kama mjamruhusu bwana kuvuta bwana, kwa sababu ni daktari bingwa na uwezi kuishi bila kitu hichi, uwezi kufanya kazi, unakupa kitambulisho hiki hapa. Ukitaka kuvuta kavutie pale, uje uendelee na kazi.
hatuwezi kupoteza watu wetu. Tutapata hela, tutajenga heshima kwa watu ambao wanatumia vitu hivyo baada ya kuonekana wauni tu, sababu leo ukivuta ganja wanaonekana chizi tu, sababu imani iko hivyo. Lakini kweli ni kwamba wavutaji ikisema iruhusiwe hata kesho, utashangaa brother, tunapishana na baba zake watu hapa wanakula kitu wanatugongea huko lori, unakwambia kwa sababu watu wanajificha ficha kwa sababu unafiki. Wengi wanakula sana, wanakula na watu ambao nakwambiaje, utashangaa makorido ya Wahindi yale nini, mashua yamejaa, wale wanakula vitu na wanakula tena sigaza kwa zivutu tena, na unga utapotea kabisa, unga utapotea. Okay, sawa. Mbaya. Okay, sawa, tumeelewa comment yako kuhusiana na issue ya bangi, na hisi hiyo sasa tuachie wizara maalum pamoja na serikali wenyewe waangalie, wafanye tathmini, wajipime kwamba je, tuendelee kuwa wanafiki afu unafiki wetu utuhukumu au tuwe wawazi, tujenge nchi, tuepuke misaada ya aibu, kwa sababu mwisho wa siku unachoma bangi yako moto na kwenda kwa msaada Canada ikusaidia kujenga, ambao kule wanaruhusu bangi inalimwa, inauzwa, inaingiza hela, wanapata hela, sisi tunakwenda kuwaomba.